Yani kipindi tunasoma yani tulivyofikia tu miaka 12 13, sidhani kama kuna watu ambao walikuwa hawasikii kama sisi jamani. Yani tulikuwa hatusikii la mtema kuni wala la mtema mkaa. Sijui unanielewa? My dear, nyumbani kwetu sisi tumezaliwa kama wanne hivi. Alafu mazingira yetu sisi tunaishi mazingira ya Uswahilini. Yani hapo ilikuwa ni Uswahilini kweli. Kwa wakazi wa Kigumu mnajua jinsi ambavyo ni Uswahilini. Sijui unanielewa kigogo cha wote. Uswahilini haswa. My dear, eti nimwambie mzazi wangu eti nina shida sijui na daftari, sijui nina shida na peni vimeisha, anijibu sijui sina, sijui mfanye nini, kesho yake ninavyo. Nimetoa wapi? Kwa mabwana. Tulikuwa tuna mabwana. Nakumbuka nikiwa na miaka 14 15, jamani story sio ya kwangu, ni story ya mtu nasimulia. Na miaka 14 na miaka 15 my friends, tuna mabwana tumewapanga hivi. Sasa hapo mtaani tulikuwa tuna kikundi chetu hapo kinaitwa Big Five. Sijui unanielewa vizuri. Big Five. Tulikuwa hatusikii, hatuambiliki, kwa wakazi wa Kigugu wanaelewa. Sijui unanielewa vizuri. My dear. Yani tulikuwa tunaenda zetu shule asubuhi, tunafika, tunaandika namba, tumefanya nini. Baadaye mchana, muda wa mapumziko ukitoka, yani tukitoka ndio tumemaliza shughuli. Haturudi tena shuleni. Hapo kuna sehemu moja hivi, kuna bwana wetu mmoja wa rafiki yetu hapo. Alikuwa anakaa maeneo ya shule pale. Tulikuwa yani tukipewa hela tunaenda kununua nguo za kutokea, si bisketi, si nini, hatupeleki nyumbani. Tunapeleka pale, tunaenda kuviweka. Kwa hiyo ile mchana wakati wa mapumziko tukitoka, tunaenda pale kwa shemeji, tunabadilisha nguo, tunaenda na mitikasi yetu. Ilikuwa bichi ni sisi, sehemu za starehe ni sisi. Kuna Kigoma sijui wapi alafu hatuendi. Yani Kigoma hata kama Kigoma kiwe sijui Mbagala sijui wapi huko tulikuwa tunaenda. Na ukituangalia nakwambia kwa sababu ya kusomba nakwambia hata ukituangalia hata ule utoto ulikuwa ushaondoka umeisha my friend. Tulikuwa yani jamani tulikuwa tunahangaika. Tulipigwa yani nakwambia kuna siku tulienda kwenye Kigoma hicho. Tumeenda huko wenyewe tumecheza nini, tumeenjoy, wengine wamekata mauno, wengine wamefua nguo na kuambiwa wamejifunua, wameonekana sura, bahati mbaya si vikarekodiwa. Katika kurekodiwa na kuambia video zimesambaa mtandaoni, watu wanaongea nini, video zikamfikia mama yake na yule binti. My dear, tulifungiwa ndani. Yani tulipigwa, tulikaa mwezi, wiki, hatuwezi kuinuka, hauwezi kukalia matako maana ni tulipigwa. Mwezi mzima hatujaenda shule. Sijui unanielewa vizuri. Sasa wakati wa kurudi shule ukafika. Shule unarudije? Shule ndio ushafanya utukutu na kuambia video zishavuja huko, video za kujibinua huko, shule tunarudije? Tukawa tunaaga tunaenda shule my friend, hatuendi shule. Wazazi wakaitwa wenyewe kwamba kuna 1 2 3 wakaenda na kuambia, wakaja wakatupiga tena. Mwisho wa siku wameitwa kama mara 3, hawa watoto hawajafika shule. Mwisho wa siku naona wenyewe wakaona kama hawa hawataki kwenda shule, basi hatutaki tena kuhangaika nao. Kwa hiyo wakatuacha hapo, waje kuhangaika na sisi tena. Na ni kama walisusa, wakawa hata hawatuongeleshi. Sasa my friend, ndio tukaanza sasa. Tunatoka zetu asubuhi, tunaenda beach huko, tunaenda tunashinda beach, tunaenda kwenye vigoma, tunaenda kwa mabwana tofauti, tunaishi yale maisha ya kwamba yani utanifanya nini. Bahati mbaya mmoja wetu akabeba mimba. Kamfuata yule bwana alobeba mimba yake. Bwana, mimi nina mimba yako. Bwana akamuuliza, mimba yako? Mimba yangu mimba ipi? Mimi nimekutoa bikra. Nimekukuta na miaka 12 ushatolewa bikra. Wewe hiyo mimba mimi na uhakika ni ya kwangu. Bwana akamkataa. Yule rafiki yetu nakwambia kwenda kuongea nyumbani kwamba ana mimba, hapo wazazi washasusa. Anaona aibu kwenda kuongea kusema ana mimba nakwambia. Tukaamua hapo tujichange, si mwenzetu, si ndio chama chetu nakwambia, kwa sababu tunajiita Big Five lazima mmoja awepo, itakuwaje my friend? Tukajichanga nakwambia, mimi kwa bwanangu nisaidie 10,000, mwingine kwa bwanangu nisaidie 10,000, mwingine kwa bwanangu nisaidie 10,000. Pesa ikakamilika, tukaenda tukamnunulia vidonge vya kutoa mimba. Tukanunua vile vidonge nakwambia. Tukaje tukamletea mwenzetu toa mimba hizo hapo, kameza vile vidonge. Usiku sasa, si ndio usiku akaambiwa meza vile vidonge, usiku akameza vile vidonge. Amemeza vile vidonge, kaanza kuumwa, akaona hii kawaida, kwa sababu sasa aliambiwa kwamba ukianza kuumwa hiyo ni kawaida, mimba ndio inaanza kutoka. Kaanza kuumwa nakwambia, akaona kawaida. Kaanza kuugulia maumivu yakazidi, akashindwa kwenda kuambia wazazi wake, kwa sababu sasa unaendaje kumwambia mzazi wako kwamba eti nilikuwa na mimba, nimemeza vidonge vya kutoa mimba? Akashindwa kwenda kuambia wazazi wake kwamba kameza vidonge vya kutoa mimba. My friend, asubuhi tunaamka, tunasikia kilio mtaani. Tunatoka tunakimbia, ndio tunafika sasa kwa shoga.
Tunafika pale kwa shoga yetu, jamani kilio imekuaje? Mbona hivyo? Nakwambia tumetoka tunakimbia tukaenda tukafika pale, nakwambia tunakuta mamake analia, babake amekaa chini analia, watu wanaongea wananong'onezana. Tulijua tu vitatokea. My friend, tunauliza ni nini, watu hata wanatujibu, tunaona watu wazima wanaingia ndani na sisi tukajipenyeza tukaingia. My friend, sitokaa nisahau kitu nilichokiona. Yule rafiki yetu I think baada ya kumeza vile vidonge akaanza kuumwa, akashindwa kwenda kuongea, akashindwa hata kupiga simu, akashindwa kufanya chochote, akazidiwa. Kwa hiyo sasa nahisi damu zilimtoka, akaishiwa damu, sijui akaishiwa nguvu, I don't know, kwa sababu yani alipokuwa amelala godoro lilikuwa linachuruzika damu, yani ni kwamba alitoka damu nyingi, mabonge. Mwisho wa siku akawa amekufa. My friend, tulitoka nje tukaenda tukakaa, tukawa tunalia, watu wakawa wanatuangalia kwa jicho, yani watu wanakuangalia kwa ile jicho mbaya, kana kwamba sisi ndio tumesababisha lile jambo. Na ukiangalia kwa upande mwingine, kweli sisi ndio tumesababisha kile kitu. My friend, watu wakawa wanatuangalia, wanatusema, wananong'onezana, hawa ndio kazi zao, tulijua tu yatatokea. Watoto hawasikii, watoto hawaambiliki, kila kitu wanafanya wao, chochote kile wakikanywa na wazazi hawasikii. My friend, yule rafiki yetu akazikwa. Unajua tena Waislamu chap mchana wake mwenyewe kaenda kaoshwa, kazikwa mwenyewe, kafa, maisha yameendelea. Maidia, tukakaa chini tukajitafakari kwanza, tukaanza kuongea, jamani mwenzetu huyu ndio hivyo kashatutoka kwa sababu ya uzembe wetu, tufanye nini? Badala ya kuacha, tukaamua sasa tukaenda zetu hospitali wote kwa pamoja, tumebaki 4 sasa. Tukaenda hospitali, tukaenda kwenda kuweka vijiti. Kwa hiyo sasa hapo hakuna masuala ya mimba, hakuna masuala ya kufa, tukaendelea na mishemishe zetu. My friend, kulikuwa hakuna baa ambayo hatuendi. Kulikuwa hakuna klabu mjini, sio klabu za bei lakini zile klabu za bei rahisi mjini ambazo hatuendi. My friend, pia tumeenda kwenye bar fulani hapo mpya, ikawa imefunguliwa, maarufu tu, inatamba mpaka sasa hivi inatamba. Tukawa tumeenda kwenye hiyo bar, nakwambia tukawa tumekaa, kuna mmoja wetu mzuri ana shape, nakwambia tumekaa pale, kuna mhudumu akaja akasema, jamani samanini mnaitwa pale kwenye ile meza, lakini huyu ndo ambaye nimeambiwa nimuite. Yule rafiki yetu akawa ameenda amekaa pale kaongea, najua mwenyewe alichoongea na yule bwana. Mwisho wa siku akaja akatuita, akatuambia njooni mje mkae kwenye ile meza. Tukae naye, tukaenda tukakaa wenyewe, tukamnunulia kwanza chakula tukala. Nakwambia yule bwana akasema, mimi nataka niondoke na nani? Nataka niondoke na yule rafiki yenu. Rafiki yetu tukakubali. Bwana yule anakuambia akatoa laki. Kipindi hicho kuiona laki, eti mtu akakupa laki ni pesa kubwa sana. Katoa laki kampa kila mmoja wetu laki, nakwambia tulifurahi. Tukasema yani sasa hapa tusipofanya chochote tukienda nyumbani maisha yako lele. Hapo wazazi hawaongei, na I think kisa cha kutokuongea pia tulikuwa tukipataga viela. My friend, tukirudi tunawapa mama zetu, tunawapa viela, na kuambia hapo tunanunua vitu vya kula nini, tunapeleka nyumbani. Kifika kipindi cha kodi tunasaidia na kodi hivyo. Kwa hiyo walikuwa hata hawaongeaje, kipindi hicho walikuwa hawaongei sana. Hapo shule tushaacha, tuna mishemishe zetu za mjini. My friend, yule rafiki yetu akawa ameondoka na yule kaka. Kisha akatupigia simu, akatuambia kwamba yeye haji, yule kaka amemwambia akae naye hata wiki atamlipa. Shoga yetu akakaa kule, nakwambia baada ya wiki akarudi kachoka kama mbwa, nakwambia. Tukamuuliza vipi, akawa anakataka hata kutuambia. Vipi imekuaje? Kakataka hata kutuambia. My dear, akaanza kuumwa. Sio, unanielewa vizuri? Akaanza kuumwa. Anatoka uchafu huku chini. Yaani huo uchafu ukiingia, yani ndani kwao ilikuwa ukifika tu mlangoni kwao ukitaka kuingia ndani, ile harufu inakukaribisha. Akiulizwa ilikuwaje huko ulikotoka, haongei, hataki kuongea. Yaani sio kwamba haongei kwa sababu hataki, ni kama alifunga kauli. Yaani alipokuja hakuwa anaongea chochote. Hakuna neno ambalo anaongea. Sijui naelewa vizuri, yuko kimya. My friend, akawa anatoa harufu. Sasa akawa anavalishwa pedi, maana ni uchafu unatoka kama uchafu wa period, lakini wenyewe sio damu. Yaani ni uchafu, yani kama mabonge hivi meusi, akawa yanamtoka kwenye uke. My dear, sijui naelewa vizuri. Akaanza kukonda. Kakonda kabaki kama moja. Yaani kakonda kama wale wagonjwa wa sickle cell. Siku hiyo tukawa tumeenda pale, tukampa kalamu na karatasi, tukamwambia basi at least andika kilichokutokea. Aliandika tu maneno machache. Akaandika akasema,
alonifanyia hivi amesema nisiseme, nisiongee, nisiseme chochote, kwa hiyo sipo tayari kusema. Sasa unajua sisi kwa tunashangaa huyu mtu ni kama anakufa. Unajua sasa kwa nini hata asingeongea? Sasa kipindi hicho akili za kitoto hata kuhoji sana tumeshindwa, nakwambia. Wazazi wake wakawa wanaongea, nakwambia wakawa wanamsema. Tuliwaambia yeye, nakwambia kile tunapopita tunasema tuliwaambia, mmoja wenu kashatoa mimba kafa, mwingine ndio huyo huko sijui kachukuliwa kafara, sijui katolewa nini, mimi sijui. My friend, huyo rafiki yetu akaanza kuongea mwenyewe. Yaani akawa sasa, yani alipoanza tu akawa anaongea mwenyewe. Hao wanakuja, hao nawaona, ananyamaza. Nyie bwana, niambeni mniache. Ananyamaza. Wewe kaka, wewe jamani, naomba uniache, naomba unisamee basi, sitorudia tena. Ananyamaza. Ila ukimsemesha kitu kingine chochote haongei. Ndio hivyo tu, ikawa ndio hivyo hivyo. Na niwaambie tu kuanzia siku hiyo, yani ni mpaka leo, yani yuko tu ndani amefungiwa. Ni watu wachache sana wanajua kama yule dada yupo mpaka leo amefungiwa ndani. Ndio hivyo nakwambia, bado anatoa ule uchafu kwenye uke, haujawahi kukata. Wazazi wake wamehangaika makanisani, wamehangaika kwenye maombi, wamehangaika kila kitu. Wanapoendaga kwa waganga wanaambiwa mtu ambaye anaweza kumwagua huyu binti ni mtu aliyomwekea hichi kitu. Huyu kashatumika kwa ajili ya mali. Kwa hiyo hapa cha kumsaidia ni arudi kwa huyo aliyomfanyia hivi, ndio ataweza kumponya. Na akiulizwa mwenyewe hataki kusema chochote. Yaani hataki kuongea. Ndio hivyo tu, akikaa baada ya muda labda anaanza kuongea. Jamani wewe kaka, naomba uniache. Wewe dada, naomba unisamehe. Nyie mbona mnanikimbiza jamani, naomba mniache. Mpaka leo ndio yuko hivyo hivyo mpaka leo. Tukipataga muda tunaenda kumsalimia. Tunakaa tunampelekea vitu, anakula vizuri. Lakini ndio hivyo, ndio alikondaga, yani alipokondaga hivyo ndio moja kwa moja yuko hivyo mpaka leo. Hajawahi kuwa sawa mpaka leo. Tulikoma, tumebaki hao watatu, hatujakoma, tukaendelea na Mission Town. Na yule kaka hatujawahi kumuonaga tena mpaka leo. Na mwenyewe kagoma kuongea, hataki kusema chochote kile. Tukabaki watatu. Tukaendelea na mishemishe zetu kama kawaida. Tunapita kila bar, nakwambia tunapita kila club, nakwambia. Sasa tukawa tunaogopa. Tukawa ukikutana na mtu unamwambia twende nikupeleke sehemu ambayo unajua. Masawa kwenda nyumbani kwa watu tutaki. Tumeenda tumefanya mambo yetu. Kuna mkaka mmoja hapo kwenye basi tulikuwa tunaenda, kuna mkaka mmoja akawa amemtongoza mmoja wetu, akawa anamwambia mimi nakupenda sijui nini hivyo, akaendelea na mahusiano, wakawa na mahusiano. Sasa wanatoka sehemu ambazo unajua kwenye hizo lodge ambazo sasa sisi ndo tunazijua, kwa sababu sasa tulikataaga kwenda sasa majumbani kwao kwa sababu ya kukosa amani, unaelewa vizuri. Basi siku hiyo baba akawa amemchukua, unaelewa vizuri, akawa amemchukua tena, ametuchukua wote, akatuambia anataka atupeleke wapi, anataka atupeleke nyumbani. Tukasema haya, akatuchukua. Tukawa tumefika njiani, akawa anasema bwana, unajua mimi nitachelewa, hebu naombeni huyu rafiki yenu ashuke aingie kwenye gari la rafiki yangu, kwa sababu alikuwa na rafiki yake. Aingie kwenye gari la rafiki yangu ampeleke sehemu fulani ambapo sasa ndio wanaokutaniaga, alafu nyie ndio nende nikawa drop nyumbani, alafu ndio nitaenda kumfuata alipo. Sisi basi akawa ameshuka sasa, akawa ameingia kwenye hiyo gari ya huyo mkaka. Huyu baba akawa ametuchukua, ametupeleka nyumbani, akafika akatuachia hela hapo, akaondoka. My friend, tunarudi tumefika nyumbani, yule baba ametuacha. Tukaenda na msherehe kama kawaida. Si bwana yake tunamjua. My friend, yule baba akapiga simu kwa sababu ana namba yangu. Akapiga simu akaniambia hivi uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia kuna tatizo kubwa sana, njoo sehemu fulani, chukua bodaboda nalipa, njoo sehemu fulani. Nikawa nimetoka nimeenda kwenye hiyo sehemu. My friend, ilikuwa ni barabarani. Nafika, kuna bonge moja la ajali. Rafiki yetu miguu, mikono, sijui kichwa, kiwiliwili vyote vimetenganyika. Nakwambia ajali kubwa, yani ajali iliyotokea. Ni pikipiki ilikuwa inakuja kwa speed ya 5G. Imekuja imegonga upande wa huyu binti. Sijui naelewa vizuri. Kwa yani nusu ya hilo gari ilikuwa imebonyea pak. Yule binti peke yake ndo alikufa. Yule baba alibaki mzima. Yule baba alikuwa amembeba, alibaki mzima kabisa, mzima wa afya. My dear, tunaendaje kuwaambia wazazi wake kwamba eti kimetokea 1 2 3? Ikabidi tu tukawapa namba. Kuna watu wazima walikuwa hapa, tukawapa namba, wakapigiwa simu, wakaambiwa njoo ndio kuja kumuona binti yao. Jamani, walilia. Mwisho wa siku watu wakawa wanatuambia nyinyi watoto mna laana.
Yaani amuone kwamba nyinyi kikundi chenu mpo watano, sasa hivi mmebaki wawili, mnaisha tu jinsi ambavyo yani mnaisha, yani hakijulikana nini kinachowamaliza, lakini mnaisha tu. Watu wakaanza kuongea, watu wakawa wanasema yani huyo rafiki yenu wala hata hajafa eti kufa kwa sababu ya nini? Huyo rafiki yenu katolewa kafara. Kwa nini huyo baba asingembeba rafiki yenu akaondoka naye kama sio? Na tulipokuja walipokuja kufuatilia, yule aloko kwenye ile gari sio rafiki yake na yule baba, ni mfanyakazi wake, mfanyakazi wa getini. Ndo alimwambia kwamba kuna kazi nataka nije nikupe, ndo akaja akampa ile kazi ya kumbeba yule binti kumpeleka nyumbani. Kwa hiyo watu wakawa wanasema yule baba alikuwa anajua kabisa kwamba alikuwa anataka kumuoa yule binti, lakini yeye hakutaka kufa, ndio maana akaenda akampa mfanyakazi wake wa ndani, ili kama akifa huyo mfanyakazi wake wa getini, ili hata akifa wote wafe kwa sababu ya kafara. My friend, yule binti akazikwa, akakusanywa hapo, mambo yakaenda polisi, yule bodaboda akawaga amekamatwa, na alikuwa amevunjika akawa amepelekwa hospitali huko, mwenyewe amefungwa pingu, I think akajaga akafa. Mambo yakawaga hivyo, tukao tumebaki wawili. Mwisho wa siku nikasema bila hata kuambiwa, nikiendelea hapa naona sasa atakayeanza kufa ni mimi au ni huyu rafiki yangu mwingine ambaye amebaki. Nikasema mwenzangu kiranga kinaishia hapo hapo. Nikaenda nyumbani, nikapigia magoti wazazi wangu, nikalia, nikawaambia please, naombeni mnisamehe kama kuna laana, kuna kitu chochote ambacho mlikiongea, ambacho mlikifanya kwa sababu ya tabia tulizokuwa tunazifanya, naombeni mnisamehe. Wazazi wangu wakaniambia hakuna kitu chochote ambacho sisi tulikuwa tunaongea, hakuna chochote tulichowalaani, ni hasira tu za mzazi kuona watoto wake wanaharibikiwa, hakuna chochote. Tukaenda tukapita nyumba moja baada ya nyingine ya Big Five. Tukaenda tukaomba samahani, wakasema wametusamehe. Mwisho wa siku kuna mtu akawa amenishauri akaniambia inabidi uende hata kanisani, uende hata ukatubu, mpate mchungaji wa kweli ambaye ni mchungaji mkweli mmoja, uende ukatubu, at least Mungu atasikia maombi yenu, awatoe kama kuna nuksi, kuna laana yoyote ile ambayo ilikuwa inawafuata, msameheke, muishi maisha yenu ya kawaida. Nikaenda kanisani, nikaombewa, nikawa sawa. Na uzuri katika vyote ambavyo tulikuwa tunafanya, mimi nina tabia ya kusave sana. Kwa hiyo nilikuwa nimesave pesa nyingi tu ambayo nilikuwa hata sijui kuonyesha wazazi wangu. Nikatumia ile pesa, nikaenda nikafungua biashara yangu imekuwa sasa hivi na jina tu hapa mjini. Sasa hivi nina jina kubwa tu hapa mjini. Sasa hivi biashara yangu inaenda vizuri, biashara yangu inajulikana, naishi maisha mazuri, nimewajengea wazazi wangu, wanaishi sehemu nzuri. Mamangu nimemfungulia hapo nilipowajengea wazazi wangu, nimejenga na frame kwa hapo nje. Kwa hiyo mamangu anafanya biashara zake hapo nje, hana shida yoyote, na mimi mwenyewe sina shida yoyote. Ila ndio hivyo jamani, mabinti wadogo mnaochipukia jamani, starehe zipo, starehe mtazikuta. Masuala kubebana makundi mnajitakia laana ambazo hazina hata kichwa wala miguu. Maneno ya wazazi wenu, maneno ya watu wengine wanaoyasema jamani, nyie mna laana, nyie sijui mna nini. Hao maneno hayaendagi bure. Hayo maneno yanaingia kwenye maisha yenu, kwenye mifumo yenu ya maisha. Ndio maana hata yani kuna vitu vingine ambavyo yani vinaweza vikawa vinawatokea bila hata nyie kujua jamani. Na wazazi jamani, tujitahidi kujua hata watoto wetu, tujitahidi hata kujua watoto wetu wako na nani, wanazunguka na nani. Yaani kama ukiona mtoto wako ana kundi la watu ambao hata ulielewi, my friend, ni bora ukaanza kumkataza mapema au kufanya chochote akaachana na hayo makundi, kwa sababu jamani, haya maisha. Jamani, asante kwa kusikiliza story. Na washukuru sana. Tukutane tena kesho kwenye episode yetu nyingine, na kwa leo tumemaliza jamani, nawapenda, bye.